kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya watu wa Vihiga na kwa niaba ya chama cha ODM kuleta risala za rambirambi kwa familia ya rafiki yetu Mheshimiwa Malulu. Mheshimiwa Malulu mimi nilimjua 2015 kabla hata sijakuwa mjumbe. Nalimjua kwa sababu yeye alichaguliwa mara ya kwanza kupitia kwa ile chama ya maendeleo, ile ambayo ilikuwa inaongozwa na Hamisi Mkanda. Na kwa hiyo chama akakuwa anasumbuliwa sana. Yeye ndiye alikuwa mbunge peke yake kwa hiyo chama. Barua zikakuwa mingi na alikuwa anatafuta yule mtu ambaye anaelewa vitu ya vyama amuelezee vile ataenda kwa hiyo maneno. Akanitafuta mimi na mimi nikamuelezea, nikampa ushauri. Mheshimiwa Malulu alimaliza miaka yake 5. Na juzi early part of December mimi nilipatana na yeye pale Kisumu kama tunangoja ndege. Akaniambia, Mheshimiwa Senator, ningependa kuongea na wewe. Wacha nitengeneze siku tukutane. Baada ya wiki moja akaniuliza kwa simu tukutane. Ikakuwa hiyo siku ya kutana sikuwa na nafasi. Baadaye nikasikia mheshimiwa amelazwa kwa hospitali. Kwa hivyo mimi sikujua ile maneno ambayo Mheshimiwa Malulu alitaka kuniambia. Sijui kama ilikuwa ni mambo ya vyama ama ilikuwa mambo ya maendeleo, sijaelewa. Lakini bahati mbaya Mungu amemchukua bila yeye kunielezea ni mambo gani alikuwa anataka tuongee. Kwa hivyo mimi nimesema pole, na pia pokea salamu ya rambirambi kutoka kwa viongozi wawili. Wa kwanza ni waziri wetu wa cooperatives ambaye alikuwa gavana wenyu hapa, Mheshimiwa Wycliffe Ambassa Oparanya. Yeye alikuja hapa lakini yako kule Marekani. Wa pili ambaye angekuwa hapa lakini mnajua anaendelea kuconsult, anaendelea kuuliza Wakenya wamwambie ni njia gani tutaenda, ni Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga. Watu wa Malava, mimi nasema pole sana. Leo tunaomboleza, mambo ya siasa siku nyingine. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Osoti. Nachukua fursa hii kumkaribisha kiongozi walio wengi.